Ahlan wa sahlan wa marhaba mwana michezo popote pale ulipo. Hii ni Off Pitch TV. Asante kwa wale wote ambao tayari mmesha subscribe na mnahabarika yale mengi ya kimichezo kutoka hapa Off Pitch TV. Taarifa ikufikie popote pale ulipo. Kama leo ulipata bahati ya kuingia kwenye page ya Instagram ya Simba Sports Club, wameweka teaser ya tangazo ambalo wao wamesema tarehe 25 itakuwa rasmi kuwatangazia nyie mashabiki wa Simba nini ambacho kinakuja. Sasa hapa nipo na taarifa za ndani kabisa, pengine labda ndo kwanza unazipata kutoka kwangu. Baada ya kuona hilo tangazo unajiuliza, je, nini ambacho kinafuata? Tangazo hili ukiliangalia unaona gari inaingia sheri, alafu ikiingia sheri unaona kibango juu kinaonesha kinashukuru kwa namna ambavyo gari hiyo wana drive, lakini gari hiyo inaondoka. Na kubwa zaidi unaona pampu ikiingia ikiboosti gari hiyo kwa maana ikitia mafuta. Sasa nikujuze tu ya kwamba taarifa awali niliwaambia na niliwajuza kupitia Off Pitch TV kwamba kinachoendelea hivi sasa ni kwamba Simba na Mbet wamefika tamati, kwa sababu Simba awali walikuwa wanapata bilioni 10 kwa mwaka, bilioni 11 kwa mwaka, na Mbet aliingia mkataba wa miaka miwili, kwa maana ilikuwa anatoa bilioni 22. Mwaka wa kwanza bilioni 11 na mwaka wa pili bilioni 11. Kwa hiyo Simba wame upgrade ama wamepanda juu, wanataka mdhamini mkuu atoe bilioni 30 kwa mwaka, na kwa miaka miwili basi atoe bilioni 60. Tenda hii imetangazwa kwa makampuni mengi na kila mtu alionyesha nia hiyo ya kuitaka tenda hiyo, lakini tayari taarifa ni kwamba tayari mshindi amepatikana ambaye yupo tayari kutoa bilioni 30 kwa mwaka huu ambao unaenda kuanza, na msimu ujao atatoa bilioni 30. Sasa huyu mtu si mgeni kwenu, kwa sababu amefanya kazi kubwa na CAF, lakini pia amefanya kazi kubwa sana kuinua soka la Afrika. Pengine labda akilini unaweza kujiuliza nani huyu? Si mwingine, ni kampuni ya mafuta ambayo inajulikana kwa Total Energy. Hawa ndio ambao wameingia mkataba na Simba na ndio watakuwa wadhamini wakuu, na hawa watakaa kifuani. Kwa maana hiyo kampuni ya Mbet itaondoka kifuani na Total Energy wao wataingia. Nikujuze tu kwamba hii ni kampuni ambayo makao makuu yake hapo Ufaransa na inafanya kazi kubwa sana kwenye masuala mazima ya soka la Afrika, kwa sababu hawa pia ndio wadhamini wakuu wa michuano ya yote ambayo inaendeshwa na CAF, kwa maana CAF Champions League, CAF Confederation Cup, pasipo kusahau kombe la AFCON. Unaweza kuona kwa namna gani bwana Simba wanaenda kuwa wakubwa kweli kweli. Pengine labda unaweza ukajiuliza faida gani ambazo wanaweza kuzipata Simba. Faida ya kwanza, wanaweza kupata favorite kwenye michuano ya CAF, kwa sababu Total Energy yeye baada ya kumdhamini Simba kuna namna fulani ambavyo anaweza akafanya ili Simba waweze kuwa favorite. Pengine labda unaweza ukajiuliza inakuwa vipi wakati kama kwenye kupanga timu kunakuwa na vipira na kadhalika. Unakumbuka msimu huu wakati unaanza, wakati vile vipila vinachezeshwa katika michuano ya CAF Champions League, kuna ujanja fulani ulifanyika wa Mamelodi Sundowns kuhakikisha anakutana na Young Africans, kwa sababu aliamini Young Africans ilikuwa na timu dhaifu kwa kipindi kile. Ukaona kwamba kuna jamaa anatoa kipila alafu anakirudisha hivi, kivideo fulani ambacho kilitrend kweli. Sasa yale yapo kwenye soka letu la Afrika, yale yapo kabisa. Kwa Simba naweza kafanywa mchezo fulani akawa anapewa timu mchekea, ili na wao kidogo waweze kufika mbele huko, ili kuweza kuifanya Simba kuwa kubwa na kuifanya Simba kufika mbali katika michuano ya CAF Champions League, ama kama atakuwepo katika michuano ya CAF Confederation Cup. Kwa hiyo video hiyo watu wengi sana wamejiuliza imekuwa vipi wameshindwa kungamua. Basi mimi nimekusogezea na nimekuletea nikujuze, kwa sababu sisi Off Pitch tumekuwa watu wa kwanza kabisa kukujuza yale mengi ya kimichezo. Sasa kama ulikuwa hujui, basi hapo nimekujuza. Lakini kwa wakati huo pia tumeona kuna michuano ambayo inaendelea kwa hivi sasa, kwa maana Samia Companies
and celebrate ambayo inafanyika huko Mikocheni, na msimamizi mkuu ni Ali Kiba ndiye ambaye ameanzisha michuano hiyo. Sasa kuna picha ambayo ina trend ama video ambayo ina trend kimeonyesha Dibla Fernandez Mavambo akiwa ana roll fulani anatembea. Watu wakaniuliza maswali mengi, bwana off pitch vipi, nini ambacho kinaendelea, kwa sababu Dibla Fernandez pia ameonekana akiwa na wachezaji wa Young Africans akiwepo Dickson Job, lakini pale alikuwepo pia bosi engineer Hel Said, lakini pia alikuwepo mjaji kama Kibwana Shomari na baadhi ya wachezaji kama Stefan Azizeki wakiwa wote. Vipi, nini ambacho kinaendelea? Je, Debora anajiunga na Young Africans ama vipi? Nikujuze tu kwamba wachezaji wa mpira bwana nje ya soka wanakuwa tu safi, hawana migogoro. Kwa hiyo ili swala liswatishe wana Simba. Dibla Fernandez bado ni mchezaji wa Simba Sports Club, hao ni marafiki tu. Pengine labda kama hujaona hiyo video, basi acha nikuache uitazame hiyo video ambayo ikionyesha watoto Energy na Simba, lakini kwa wakati huo pia ikimuonyesha Dibla Fernandez akiwa na hao wachezaji. Kubwa zaidi, subscribe, like, share, comment of Pitch TV ili upate yale mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf mwana wa Katalambula. Bye bye.